mnaambiwa anaenda kutumia matrilioni kwa ajili ya kuzuia maandamano. Yote wana print, they just print. Kama kawaida, hii ni Swahili TV, na usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare. Tukisonga mbele, na vile ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na hii channel ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Tunaangazia vitu vingi ambavyo vinakuhusu, na tunafanya uhakiki wa hali ya juu kuhakikisha kuwa tumekupa vitu ambavyo vinakufaa zaidi. Sasa siku ya leo kuna chapisho ambalo limefanywa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi kwenye mitandao ya Instagram, na ni chapisho ambalo limeibua hisia mseto miongoni mwa Watanzania na wale ambao wanamfuatilia kwa ukaribu zaidi. Sasa Mange Kimambi ameposti picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na kuweka caption hapa ya kibabe zaidi. Na hii ni posti ambayo imetembea kwa kasi zaidi, ikikumbukwa kuwa kuna uwezekano tarehe 29 Oktoba nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutakuwa na maandamano babu kubwa. Hawa ni wale ambao wanajihisi ya kuwa serikali inazingua na kuna vile vitu ambavyo serikali inafaa ifanye, lakini wahusika wakuu ndani ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ni kama wamejitia hamnazo. Sasa Mange Kimambi, baada ya kuweka picha hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akafatanisha na hili caption, ameandika hivi: kwa wale ambao hamjui, Samia amegoma kufungua vyuo vikuu vyote Tanzania mpaka Novemba ili kuzuia maandamano. Vyuo vitakuwa viwe vimefunguliwa hadi sasa, ila kila chuo kimeambiwa mpaka Novemba katikati ili kupisha tarehe 29 Oktoba. Wanafunzi wa vyuoni, tafadhali kama mko vijijini, tafadhali pambaneni muwezavyo, muende mikoa mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, Kilimanjaro, Mwanza na kadhalika, mkaandamane huko. Especially kama unaweza kwenda nenda. Msikubali Samia Kikwete na wauni wenzao wawatoe kwenye tukio la kihistoria kwenye taifa lenu. Nyinyi ndiyo Gen Z wenye tunaowategemea tarehe 29 Oktoba. Tukumbuke kuwa 90% ya vyuo vikuu Tanzania viko Dar es Salaam, ndio maana hataki warudi vioni. Maandamano ni haki yako ya kikatiba. Sasa Mange Kimambi ameweka caption hapa ya kibabe zaidi, na anasema kuwa kuna sababu ambazo zimempelekea Mama Samia Suluhu Hassan kutoruhusu vyuo vikuu kufunguliwa, na anasema kuwa kuna uwezekano wa vyuo vikuu hivi kufunguliwa tu katikati ya Novemba hapo. Sasa kuna sababu fiche, Mange anasema hivyo, na sababu hizi ni ile hali ya kuzuia vijana wasishiriki kwenye maandamano ambayo inatarajiwa tarehe 29 Oktoba, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hawa ni watu ambao wanaandamana. Ikumbukwe ya kuwa kuna baadhi ya Watanzania ambao wanajihisi ya kuwa serikali ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu iko na vitu vingi ambavyo vinawakwaza. Tuseme kwa mfano kama ile hali ya watu kutekwa, watu kupotezwa, ufisadi na ile hali ya serikali kukosa kuwajibika. Sasa Mange Kimambi anasema kuwa sababu ambazo zimepelekea serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutofungua vyuo hadi siku ya leo, wanazuia wanafunzi wasishiriki kwenye maandamano. Na Mange Kimambi anasema kuwa 90% ya vyuo vikuu Tanzania viko Dar es Salaam, na idadi kubwa ya wahusika ndani ya vyuo hivi ni vijana wa majenzi. Kwa hiyo anawahimiza wajitokeze, wafike katika miji tofauti, na ametaja miji hizi kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, Kilimanjaro, Mwanza, na akafatanisha akasema na kadhalika. Sasa mkaandamane huko, na anasema kuwa especially kama unaweza kwenda Dar es Salaam itakuwa sawa zaidi. Ikumbukwe kulikuwa na video moja ambayo ilikuwa inatembea kwa kasi zaidi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye anajulikana kama Albert Chalamila, ambaye alikuwa anawahakikishia wakaaji wa Dar es Salaam ya kuwa wako salama kuzidi usalama wenyewe. Kwa hiyo tarehe 29 Oktoba wasitetereke, kwa maana kuna wale ambao wanasema kuwa
hawataruhusu wengine waende wapige kura. Kwa maana tarehe 29 Oktoba pia nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashiriki kwenye uchaguzi, ambapo katika huu uchaguzi watawachagua wabunge, madiwani, rais na kadhalika. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii picha ambayo Mange Kimambi ameweka kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram na kufuatanisha na chapisho babu kubwa, ambapo kwenye hili chapisho nasema, kwa wale ambao hamjui, Samia amegoma kufungua vyuo vikuu vyote Tanzania mpaka Novemba ili kuzuia maandamano. Sasa amepeana sababu ambazo zimempelekea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupiga tofali ile hali ya kufungua vyuo vikuu, na imeahirishwa hadi Novemba katikati ili kupisha tarehe 29 Oktoba. Sasa Mange Kimambi amechapisha chapisho hili na kuna wengi ambao wamechangamkia chapisho la Mange Kimambi. Naona kama imesonga vizuri zaidi na imesonga kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utaniruhusu ni sample baadhi ya maoni ya wale ambao wanamfuatilia Mange Kimambi kwa ukaribu zaidi, ndio angalau tupate kujua hali halisi na kwaje. Kuna huyu mmoja ambaye anajulikana kama Choi4_04 anasema sijui nyuma yake yupo nani anempa ujasiri namna hiyo. Alafu Mange Kimambi akamjibu akamwambia Kikwete ndio. Alafu mwingine anajulikana kama Bunge_Taifa anasema iwe jua iwe mvua, Samia chura anaachia nchi awamu hii. Alafu mwingine anajulikana kama Mwanasomola 3 anasema on the way. Alafu akaweka emoji za fire official. Rosney anasema yani hawezi zuia, akumbuke kuna Gen Z wasiosoma walioshindwa kuendelea na masomo, hao ndo wamepinda balaa, kifupi hana pa kuziba, kote kuna vuja. Alafu akaweka mikono ya mtu ambaye amenyosha mkono juu. Ali_Mohamed TZ anasema Oktoba, akafuatanisha na bendera ya nchi ama taifa la Tanzania na fire. Alafu Sangawe Venance anasema vyuo vikuu 90% ya vyuo vingi vipo Dar es Salaam. Dar zone ndo tuliobeba maoni ya nchi nzima kutoka kwa amani kudai haki. Alafu akaweka emoji za fire na mtu ambaye amepiga makofi akaandika kwa amani kudai haki. Alafu akaendelea hivi, Gen Z wa Dar tutakaotoka Oktoba 29 tujuane hapa main road zote saa 12 tuingie barabarani. Akafuatanisha na hashtag akaandika no reforms no election. Ndio anajulikana kama Kin_GJ107 anasema da President Trump, akamtag real Donald Trump Potters White House Flotters 45. Akaendelea hivi, kindly ask for your attention regarding a serious issue affecting freedom of speech in Tanzania. Meta through Instagram has been blocking the post of Mange Kimambi, one of the few voices fearlessly speaking the truth about the situation in our nation. It's believed that this censorship is being influenced by Tanzania Communication Regulatory Authority TCRA. Mange Kimambi posts are not hate speech. They are a cry for justice, transparency and freedom. I urge you to use your global influence, encourage Meta to uphold free expression and stop silencing voices that stand for truth and people's right in Tanzania. I believe and trust that your government and administration which you rule will help us as Tanzanians to get our freedom of expression through these network media. You are sincerely a citizen from Tanzania. Mwingine anajulikana kama Naralight anasema hiyo ndio kinganga wa taifa sasa. Alafu akaweka emoji za mtu ambaye ameangua kilio. Mwingine anajulikana kama Gen Z_TZ29 anasema hiyo imeisha, mimi Mungu akipenda Ijumaa narudi zangu da. Sasa wanangu wa Gongo la Mboto tujuane kabisa. Akanyosha mikono juu. Magideva anasema sura nzito kama uji wa mtama. Oya code ni ile tarehe 29 Novemba mwaka wa 2025. Mwingine anajulikana kama official NTZ anasema Mungu akiamua hakuna wa kupiga. Lili official TZ anasema wanachuo wamejazana huku mjini, hakunanga tena mwanachuo anarudi kwao likizo, tunapambana kuuza mitumba na ubuyu dada na tumepanga viumba. Alafu mwingine anajulikana kama Hot Shine anasema unapiga kazi noma, akafuatanisha na emoji za fire. Mwingine anajulikana kama Malende TZ012
akaandika mtaishia kuandamana Instagram, anasema hivyo. Mwingine anajulikana kama Said Hamis 403 anasema kibibi cha ovyo kabisa hiyo. Alafu Desturi Ramadhan anasema kala mtu anatumia mbinu zake sasa, na upinzani uongeze mbinu ili maandamano yaweze kuwa. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zimedondoshwa kwenye timeline ya mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange Kimambi aliamua kuweka picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye timeline yake. Alipandisha picha hii akafuatanisha na caption, anasema kwa wale ambao hamjui, Samia amegoma kufungua vyuo vikuu vyote Tanzania mpaka Novemba ili kuzuia maandamano. Vyuo vitakuwa vile vimefunguliwa hadi sasa, ila chuo wameambiwa mpaka Novemba katikati ili kupisha tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo ukiangalia hii posti ya Mange Kimambi inaonyesha kuwa kuna uwezekano Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ametetereka, yani ameingiwa na baridi kutokana na ile hali ya kukua na masa mkubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na maandamano ya tarehe 29 Oktoba. Na ikumbukwe ya kuwa pia tarehe 29 Oktoba kuna uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika ndani ya taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hizi ni habari ambazo tunazifuatilia kwa karibu zaidi, na angalau tupate kujua hali halisi, alafu pia tupate kuwajuza wale ambao wanatufuatilia kwa karibu zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vile kushare kule magetoni, vijiweni na mitaani bana. Usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakoko kasi zaidi. Subscribe, like na vile share, na usisahau kucomment. Iite Swahili TV. Hawajali uhai wa Tanzania, hawatujali. Kwa 29 hakuna mtu kubaki ndani jamani. 29 hakuna kubaki ndani.